Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, ni neema tena kubwa ambayo Allah ametuwezesha kumpata Sheikh wetu, si mwingine bali ni Sheikh Mwadama ambaye atakujuza mengi kuhusiana na masuala hasa ya akhlaq. Na katika awamu yetu, mpenzi mtazamaji, tunaenda kumalizia lile somo letu zuri la athari ya adhkar kwa tabia, na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh. Wa alaykum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu tena. Shukran. Naam. Bismillah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nafikiri tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na athari za dhikri katika tabia. Naam. Dhikri kulingana na tulipotoka, tumeeleza dhikri ina faida, inampa mtu kuwa na ucha Mungu zaidi. Deo. Inamfanya mtu anakuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, anakuwa na huruma. Pia katika mojawapo ya athari za dhikri, inamfanya mtu anakuwa na matumaini zaidi. Anakuwa na tawakkul zaidi. Deo. Kwa Mwenyezi Mungu. Anakuwa na matumaini zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kufanya dhikri kunamsababishia ama inakuwa ni sababu ya kumkumbusha mu'min ukuu wa Mwenyezi Mungu, kwamba wewe ukisema Allahu Akbar unakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Na pia unakumbuka rehema zake na uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwamba anaweza kila kitu katika maisha yetu. Kwa hivyo unakuwa na matumaini kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndo anasaidia, anafanya kila kitu na anasaidia kila mja katika dunia. Na unapomkumbuka Mwenyezi Mungu mara kwa mara, inaondoa hofu ambazo hazifai katika maisha yetu. Zinapungua kabisa. Wasiwasi mwingi, na inakuongezea matumaini katika haya maisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo tumaini letu kubwa. Ndio. Haya mengine yote ambayo tumeyapata katika hii dunia ni mapito. Ndio. Sasa ukimtaja mara kwa mara, hofu na wasiwasi zinaondoka. Unakuwa na matumaini zaidi katika nyoyo zetu. Ndio. Na hapa tanukuu aya tena kutoka suratul Ra'd aya 28, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu qulub. Wale ambao wameamini na nyoyo zao hutulia kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Yani akitajwa Mwenyezi Mungu, nyoyo inatulia. Ndio. Basi hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, moyo hutulia au nyoyo hutulia. Kwa hivyo kumkumbuka Mwenyezi Mungu inatupa zaidi matumaini na inatupa zaidi tawakkul, kumtegemea yeye zaidi. Na tukiongezea, tukiangalia vizuri historia ya Nabiullahi Ayub, alipata mitihani mikubwa. Ndiyo. Lakini ukiangalia namna alivyokuwa akimwambia Mwenyezi Mungu na akimuomba Mwenyezi Mungu, inaonyesha picha zaidi ya matumaini na tawakkul. Kwa sababu gani? Nabiullahi Ayub alipoteza kila kitu. Ndiyo. Alipoteza mke, akapoteza watoto, mali zake zote zikapotea. Akabaki tu ni yeye. Na yeye akapatwa na ugonjwa. Yeye kitu alichomwambia Mwenyezi Mungu peke yake, alimwambia tu Mwenyezi Mungu, vyote nataka nikose, lakini naomba tu. Na tunaambiwa kwamba mwili wote ulikuwa umejaa wadudu, wana mafunza, yani wanakula mwili wake. Yeye akamwambia Mungu, mimi naomba tu unibakishie ulimi tu, ili nisiache kukutaja wewe Mwenyezi Mungu. Ikimaanisha kwamba yeye matumaini yake makubwa yalikuwa yamebaki kwamba abakishiwe ulimi na moyo. Alisema tu nibakishie ulimi na moyo, niwe hai. Ndiyo. Ili nipate nguvu za kumtaja nani? Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Kwa hivyo kumtaja Mwenyezi Mungu kunakupa matumaini, pamoja na kuwa alikuwa na hiyo hali ya ugonjwa na amepoteza kila kitu. Lakini alikuwa na
uwezo wa kumwambia Mungu tu kwamba mimi Mwenyezi Mungu nataka unibakishie tu hiki kiungo ambacho kinaweza kufanya dhikri tu ya Mwenyezi Mungu. Na hii itaonyesha tawakkul na matumaini makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Ndo hapa Mwenyezi Mungu anatuambia kutoka katika suratul Anbiya, naam, wa Ayyub idh nada rabba ila, akisema wa Ayyub idh nada rabbahu anni masani dhurri wa anta arhamur rahimin. Katika suratul Anbiya aya 83 Mwenyezi Mungu anasema, na Ayub, mkumbuke Ayub kwamba alipomuita Mola wake akamwambia, hakika madhara yamenigusa mimi, nilipata masani ya dhurri wa anta arhamur rahimin, na wewe ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Akimaanisha kwamba pamoja na kuwa yamempata madhara yote haya, aliomba Mungu tu abakishiwe tu kiungo cha kufanya dhikri. Hadithi kutoka kwa al-Imamu Ali alayhi salam anasema, man akthara dhikra Allahi hasuna tawakkuluhu alayhi, anayemkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi humtegemea vizuri sana Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kumkumbuka sana, kumtaja sana Mwenyezi Mungu, utakuwa na tawakkal kwake na utakuwa na matumaini zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Tatizo ambalo linatukumba hasa sisi, ndio tunayo matumaini. Naam. Lakini kila mmoja ajirudie nafsi yake yeye mwenyewe binafsi, angalie matumaini na tawakkuli yake kwa Mwenyezi Mungu iko percentage ngapi ukiangalia? Yaani wewe unamtegemea Mwenyezi Mungu percentage ngapi? Maana kila mmoja naamini yako na daraja yake. Kabisa. Hatufanani. Kabisa. Na kila mmoja anajijua. Wala sio mtu mwingine aje akufanyie utafiti aone kwamba wewe labda wewe nikikufanya assessment naona yako labda ni 25%. Hapana. Kila mmoja anaweza kujiangalia, mimi mwenyewe namtegemea Mwenyezi Mungu kiwango gani? Na wakati nitakapopatwa na madhara yoyote na matatizo yoyote, ndio mategemezi yangu kwa Mwenyezi Mungu ni yapi? Na matumaini kiasi gani kwa Mwenyezi Mungu? Kwa sababu watu wanaomba ndio, lakini ndio kuomba kwetu kuna 100% kwamba una uhakika kwamba mimi hiki nilichokiomba Mungu atanipa? Ndio. Hiyo ndio shida. Ndio. Sababu wewe mwenyewe ndio unajionyesha kwamba na uhakika gani kwamba atanipa. Na wengi ndio haidhihiriki wazi kwenye jamii zetu, lakini wengi, asilimia kubwa, tunaonyesha kwamba tunaomba tu. Yani tunaomba tu ipite, lakini hatuna ule uhakika kwamba mimi hiki ninachoomba na uhakika kwamba atanipa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana katika ile aya ambayo anasema Mwenyezi Mungu kwamba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, namjibu kila mja atakapo niomba, faliyastajibuli, waniombe. Baada ya kuomba Mwenyezi Mungu hapo mbele tu anasema waliyuminu bi, na waniamini. Sasa kile unachoomba unaamini? Ndio, naomba Mwenyezi Mungu, naomba unipe mali, naomba unipe utajiri, naomba unipe maisha mazuri, unipe familia nzuri, lakini unaamini? Sasa kiwango chako cha kuamini ndo kitampa uwezo Mwenyezi Mungu wa kwamba alete yale matunda unayoyataka wewe. Lakini wakati mwingine tunaomba tu, unaweza kukuta mtu anakuambia mimi namuomba Mungu sana, namuomba sana, lakini imani yako iko kiasi gani kwa kile unachokiomba huyo Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo yule ambaye atamtaja sana Mwenyezi Mungu, tawakkul ama matumaini ama imani yake kwa Mwenyezi Mungu inakuwa iko juu zaidi, kwa sababu anaona hii ndio itanipa mimi mafanikio. Naam, athari nyingine ambayo tunaipata kutoka kwenye dhikri ni dhikri huongeza mapenzi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mtu ambaye anafanya dhikri, anamtaja Mola mara kwa mara, lazima utafikiria sifa zake.
Yani kama unamtaja na kile unachokitaja pia unaelewa unasema nini. Kwa sababu tatizo lingine pia unaweza kukuta mtu anafanya dhikri subhanallah, Allahu akbar, lakini anajua hiyo subhanallah inamaanisha nini? Hiyo Allahu akbar inakusudia nini? Sasa kama hujui, ndio haina athari kwenye maana. Yani ni watu wajitahidi kufahamu maana ya wanachosema. Sasa sio kila mmoja unaona, kwa sababu unajua watu wamezoea kwenye Uislamu kwamba hii nimeipata tu, watu wanasema subhanallah na mimi nasema, lakini wala sijui kinamaanisha nini. Sasa ni hatari, kwa sababu haina athari kwenye nafsi zetu, kwa sababu ni kitu kinasemwa tu, hujui maana, hujui kinakusudia nini. Lakini sasa kama utaitaja kwa kujua maana yake, utajua kwamba hiki ninachokitaja na kusudia nini, na itakupa ile athari ambayo itaingia kwenye nafsi yako. Kwa hivyo utakumbuka neema za Mwenyezi Mungu, utakumbuka sifa za Mwenyezi Mungu, na pia utakuwa na ukaribu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu utakuwa unamtaja mara kwa mara. Kwa sababu katika mojawapo ya dalili za mapenzi na Mwenyezi Mungu, ama mapenzi hata na mtu mwingine yote, ni utakuwa unamkumbuka mara kwa mara. Lakini ikiwa kunapatikana kwamba kuna gap ya muda mrefu hujamkumbuka, inamaanisha kwamba bado hakuna mapenzi. Kwa hivyo kila ukikumbuka Mwenyezi Mungu mara kwa mara, na yeye naye anakuwa na mapenzi na wewe, na inafikia mahali ukiomba anakujibu kweli, kwa sababu kwa sababu umemtaja mara kwa mara, anaongeza mapenzi, unakuwa na unamfikiria mara kwa mara, na hiyo ndio inakuwa inaongeza mapenzi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na anasema Mwenyezi Mungu katika Suratul Baqara aya 152, anasema fadhkuruni adhkurukum. Mungu mwenyewe amesema nitajeni. Na kumtaja, hiyo dhikri kama nilivyosema ni kumtaja, kumkumbuka, kumtaja kwa ulimi, na nafsi yako iwe inamkumbuka. Sasa kama anawaambia nitajeni, nitawataja, akimaanisha nikumbukeni, nitawakumbuka. Ni sisi wenyewe tumeghafilika labda. Kuna watu wanasema hata Mungu mimi anioni tena. Yani anaona ameomba paka. Lakini je, kuomba kwako kweli kuko kwenye nafsi, ama ni iko tu juu juu? Inawezekana iko juu juu, ama inawezekana pia kwamba haina athari kwenye nafsi yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, na nishukuruni wala msikufuru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mwenyewe, yeye mwenyewe ndo ametuambia kwamba ukitaka mapenzi ya Mwenyezi Mungu yazidi kwenye nafsi yako, basi anatuambia nitaje, we nitaje, nitakutaja. Bimaana wewe ukisema subhanallah, pia wewe pia anakutaja Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Na usipomtaja, ina maana huko kwa Mungu inaweza kuwa hata hujatajwa pia wewe, kwa sababu hujamtaja yeye Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni kumkumbuka yeye Mwenyezi Mungu na umshukuru, wala usimkufuru. Na huu ni msingi wa kuimarika kwa mapenzi kati ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mapenzi yetu yako kwenye kutajana zaidi. Bila mtu kumtaja, hayuko kwenye akili yako ama kwenye fikra zako ama kwenye nafsi yako, inaenda polepole, inapotea. Kwa hivyo kadri tunavyomtaja, ndio na yeye anakuwa karibu zaidi na sisi, na anakuwa na mapenzi na sisi, kwa sababu yeye ni mwenye huruma. Na ukiangalia ukimkumbuka Mwenyezi Mungu, yeye naye pia atakukumbuka. Naam. Utakuta mwingine amepitia mitihani yake, akaona acha nirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mungu anaweza kupa mtihani ambao anataka wewe binafsi urudi kwake. Kabisa. Wewe unaweza kwa nini mimi nimepata mtihani huu? Lakini Mwenyezi Mungu anakutaka pale wewe umepeza kuswali. Hujamwabudu Mwenyezi Mungu. Umeingia kwa kitu ambacho unajua kabisa hichi ninachokifanya kinamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbona ukifanya? Utakuta ndio inatufanya sisi kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Tukizidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu haizi kosa kutupokea. Kwa sababu anajua mja wangu huyu anajitahidi. Na kila siku unamwambia Mwenyezi Mungu akuongoze katika siratul mustaqim. Kila siku ukisoma suratul Fatiha. Kabisa. Na njia hiyo hakuna mwenye haitaki, maana ni njia ya kheri. Huenda ya dunia Mungu hajakupa, lakini kesho akhera hujui amekuandalia nini. Naam. Okay, naam. Nikimalizia hadithi kuhusiana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Imam As-Sadiq alayhi salam, anasema
man akthara dhikra Allahi ahabbahu Allah. Mwenye kuzidisha kumtaja Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu atampenda. Ndio hiyo ulikuwa unasema kwamba ni kumuomba Mwenyezi Mungu akupe huo uwezo wa kufanya dhikri, na wakati mwingine yeye mwenyewe anakukumbusha, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe anatukumbusha sisi. Wakati ukighafilika na akikuona uko mbali sana na utaji wa Mwenyezi Mungu, mara nyingine anakuletea kamtihani ili tu uone hapa mimi wacha nirudi nimtaje Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingine anaweza kukuletea tatizo ambalo hakuna mwanadamu pia ambaye anaweza kutatua, kwa sababu wakati mwingine sisi tunaghafilika kwamba tunaona mimi nikipatwa na shida naenda kwa uncle yangu fulani anaweza akanisaidia, ama naenda kwa aunti yangu fulani anaweza akanisaidia, ama naenda kwa huyu anaweza akanisaidia. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaweza kukuletea tatizo ambalo hawa wote hawawezi kukusaidia. Sasa hapa anakuonyesha kwamba ikiwa hauwezi kukusaidia hawa wote, ni urudi kwake yeye tu moja kwa moja, na yeye ndo anaweza akakupa msaada katika hilo. Naam. Itabidi tukimalizia, kabla hatujaenda kwenye kuangalia sampuli za dhikri ama sampuli za adhkar, nikihitimisha kwamba athari za dhikri. Kwa hivyo ukiangalia kuanzia hapo tulipoanzia kuangalia hizi athari za dhikri, utapata dhikri ndio shule na malezi ya tabia ya mwanadamu. Kweli. Kwa hivyo kadri dhikri inavyozidi katika moyo wa mwanadamu, ndivyo tabia njema inavyojengeka. Utakuwa na unyenyekevu, utakuwa na matumaini zaidi, utakuwa hauko mbali na Mwenyezi Mungu, unakuwa karibu, unapata mapenzi na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kadri unavyomtaja Mwenyezi Mungu, ndio tabia inakuwa na inakuwa juu zaidi na inaonekana katika maisha ya muumini. Kwa hivyo maisha yako ndio yatakuwa yanaonekana kupitia hizo adhkar. Naam, shukrani sana Sheikh. Acha chukua pumziko, tukirudi tutafahamu sampuli tofauti za adhkar inshallah. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Mwadama ndani ya studio zetu, alhamdulillah, nadhani tumeweza kuhitimisha kufahamu athari za adhkar ama athari za dhikri katika tabia. Naamini mpenzi mtazamaji, kwa ufahamu wako pia wewe utaenda kukaa chini ujiulize ni jinsi gani unajikurubisha wewe karibu na Mola wako. Mojawapo ni njia ni ya dhikri katika swala, katika utajo, katika kukumbuka, ni vitu ambavyo tunapaswa kuwa navyo katika maisha yetu. Insha Allah tutachukua pumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika awamu ya pili mpenzi mtazamaji, katika habari hii ambayo tunazidi kuelezewa na Sheikh kuhusiana na masuala ya adhkar, na alhamdulillah tumekamilisha awamu ya adhkar, lakini katika awamu ya pili tunataka kufahamu kuhusiana na adhkar tofauti ambazo wewe labda unazisema kila siku, lakini pia haujui athari yake. Uenda unafanya istighfar, unasema astaghfirullah wa atubu ilayhi, hujui labda inamaanisha nini. Uenda labda unaangalia mimi hii kila siku naifanya lakini haina athari kwangu. Je, unafaa kuichukulia vipi, kwa uzito gani ili iwe na athari katika maisha yako? Inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Shukrani. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, katika adhkar ziko nyingi ambazo zimeelekezwa, zimependekezwa, ambazo zinaweza zikaleta faida katika maisha yetu. Ndiyo. Na nitajaribu tu kutaja kadri nitakavyoweza, na zinawezekana ziko nyingine zaidi ya hizo inshallah. Kwa hivyo zipo ambazo ziko katika Qur'ani na zingine zimetajwa na Mtume. Ndiyo. Kwamba Mtume wameelekeza na maimamu pia wamezielekeza. Na ya kwanza zaidi ni subhanallah, ambayo kila mmoja nafikiri imejaa kwenye midomo yetu. Hata wengine akitaka kuanguka subhanallah, akijikwaa kidogo ni subhanallah, imejaa. Lakini tunajua maana ama haswa inayokusudia ni kwamba ninamtakasa Mwenyezi Mungu. Ametakasika Mwenyezi Mungu. Na dalili utaipata kwenye Qur'ani kwamba fasabbih bihamdi rabbika, basi mtakase Mola wako na kumhimidi.
Kwa hivyo hii subhanallah ukimtakasa mara nyingi Mwenyezi Mungu inaweza ikaleta athari. Ukimaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ametakasika na kila kitu, na uchafu wote na shida zote ambazo tuko nazo, yeye ametakasika. Ndiyo. Tasbihi ya pili ni tahmid, yani kusema alhamdulillah. Kwamba sifa zote ni za Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Ukikusudia kwamba ni sifa zote ni za Mwenyezi Mungu. Na hii imependekezwa kwenye kila jambo, kwamba ukimaliza useme alhamdulillah, unamshukuru Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Yani kwamba ni sifa zote zinamstahili Mwenyezi Mungu, kwa sababu haya yote tunayofanya si kwa sababu ya nguvu zetu ama ujanja wetu, isipokuwa ni nguvu tu za Mwenyezi Mungu. Ukiamka asubuhi ujaribu kumsifu Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho utafanya lazima umshukuru Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingine alhamdulillahi rabbil alamin, yani sifa zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu, Mola wa viumbe. Kwa hivyo yeye ndio Mola wa kila kitu, na ni lazima tumshukuru, kwa sababu hakuna mwingine unaweza ukamshukuru, hakuna, isipokuwa ni yeye tu. Maana ukiangalia katika kusema alhamdulillah, unamshukuru kwa uhai aliyokupa wewe. Bila Mwenyezi Mungu huo uhai usingekuwa nao. Bila shaka. Unamshukuru katika kila haja kukupa ile ya afya ambayo uko nayo. Maana riziki kubwa ama utajiri mkubwa wa binadamu anasema ni afya. Unapokuwa na afya, hata ukitembea ukiona mwenzako ambaye labda hana afya nzuri, unamshukuru nani? Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye amewekwa pale, wewe bado unasimama na miguu yako miwili, unapumua vizuri, hewa ya bure, haina malipo. Kuna mtu hospitali anatumia hewa ya malipo kabisa. Naam, kwa hivyo ni tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kwa sababu hakuna ambaye unaweza ukafikiria, hata wale ambao wanaamini hakuna Mungu, hakuna ambaye anaweza akafikiria kwamba huu uhai wangu, maisha yangu haya kuna mtu mwingine amenipa. Maana ukiangalia inakaa kama ni kinaya. Kuna watu ambao ndio watasema kwamba hawamwamini Mungu. Lakini pale tatizo litapofika, bila shaka huyo Mungu anakumbukwa. Yani inakuja yenyewe. Hata kwamba haujaiforce, lakini utasikia imetoka yenyewe. Kwa sababu gani? Utajua tu muumba wako ni nani. Ndio. Bila shaka. Naam, pia tasbihi nyingine ambayo imependekezwa ni tahlil, la ilaha illa Allah. Kwamba hapana Mola isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Yani ukibainisha kwamba mimi hakuna mtu mwingine yote ambaye na muhesabu kama ni Mwenyezi Mungu, isipokuwa kumpwekesha Mwenyezi Mungu, isipokuwa ni Allah peke yake. Na kuna hadithi ya al-Imam Ali alayhi salam anasema la ilaha illa Allah khisni faman dakhala khisni amina min adhabi. Anasema hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu, na la ilaha illa Allah khisni, na ni ngome ya Mwenyezi Mungu. Ni ngome ya Mwenyezi Mungu, yani la ilaha illa Allah ni ngome. Yani la ilaha illa Allah ni kama ni ukuta ambao umejengewa sisi wanadamu. Khisni faman dakhala khisni amina min adhabi, anayeingia ndani ya ngome hiyo huokoka kutokana na adhabu. Kwa hivyo la ilaha illa Allah ni kama ngome fulani imetengenezwa. Wewe ukisema la ilaha illa Allah umeingia kwenye hiyo ngome, na ukiingia kwenye hiyo ngome unakuwa uko salama kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Hata ukiangalia vizuri katika shahada tu, yani kama mtu anatoka kwenye dini nyingine anataka kusilimu, hii ndio neno la kwanza, yani lazima ndio ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Lakini ya kwanza ni la ilaha illa Allah. Ndio. Kwa hivyo ikimaanisha kwamba hii la ilaha illa Allah inaweza ikakutoa sehemu nyingine na ikakupeleka sehemu nyingine kwa muda mfupi tu. Bora tu iwe iko kwenye moyo wako. Kwa hivyo ni ngome, na atakayeingia kwenye hii ngome basi atasalimika. Itasalimika kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Tasbih nyingine ni takbir, Allahu Akbar, kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hii pia imependekezwa sana
kama muumini ama kama mja uiseme mara kwa mara, kwa sababu ndio inaonyesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Na ishi ni kitu kizuri, kimenikumbusha kitu kimoja Sheikh, ya kwamba wazazi wanapokuwa na watoto wao wawe mstari wa mbele kuwaelezea kuhusiana na maana ya hizi adhkar. Naam. Ukienda kumwambia mtoto, maana kuna watoto mashallah ni waulizaji wa maswali. Ndio. Sasa atakuuliza mama, hii Allahu Akbar inamaanisha nini? Ndio. Sasa utakavyomuelezea yule mtoto ndio atakavyoelewa kwamba Mwenyezi Mungu ukubwa wake uko wapi katika huu ulimwengu. Naam. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzidisha sana hii Allahu Akbar. Na ukiangalia kwetu sisi Waislamu sehemu zote ndio lazima tuitumie, ikimaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Kwenye swala, katika kila hatua, ukitoka hapa ukienda hapa tunasema Allahu Akbar, tunarukuu Allahu Akbar, tunasujudu Allahu Akbar, tunasimama, ikimaanisha kwamba ni katika mojawapo ya kitu ambacho tunakithamini. Adhana yetu pia imejaa Allahu Akbar. Ikama zetu zimejaa Allahu Akbar, ikimaanisha kwamba sisi kwetu tunaithamini kwamba mahali popote, hatua zozote hatuwezi kusongea isipokuwa ni tuweke kwenye akili zetu na kwenye nia zetu kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hata kwenye swala nadhani walimu wa fikhi wataafikiana na mimi kwamba hii takbiratul ihram, hii ya kwanza, ndio hii Allahu Akbar, ili ukiingia kwenye swala hii bila kufanya hiyo swala haipo. Ndio. Aidha umesahau ama umekusudia. Ni katika wajibati rukni. Kwa hivyo takbiratul ihram lazima iwepo katika swala. Na ni Allahu Akbar, tunakusema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, ndio uingie kwenye hizo ibada zako unazozifanya kama umetanguliza kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ndio. Dhikri nyingine ni istighfar. Ndio. Ambao ndo dhikri ambao watu wengi sana hawakosi kuifanya. Wanasema mara nyingi sana, hata mtu akiwa labda kwa gari ana nini, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Maana ukiangalia kiuhalisia Sheikh, ni kwamba sisi tunakosea hapa na pale kabisa. Sisi mpaka ifike jioni hujui utakufia wapi, utakuwa wapi kabisa. Sasa istighfar ni neno ambalo linafaa kudumu katika midomo yetu hapa na hapa. Naam, umenikumbusha kitu. Naam. Sisi kama Waislamu ni muhimu sana kuzidisha astaghfirullah wa atubu. Kwa sababu wakati mwingine sisi inawezekana tunasahau kwamba ni wapi kifo kitatupata, ama mwanzo tuangalie wapi umekosea. Ndiyo. Makosa mengine inawezekana unajua na mengine unawezekana umekosea kwa mwanadamu mwenzako hujajua. Lakini sasa hapa kwenye kifo wakati mwingine tunajisahau sisi, kana kwamba mimi si wakati wangu. Kuna hicho kitu kinatujia kwamba ukijiangalia pia unaona unaweza kuwa unakufa karibuni. Lakini ni wakati wowote. Ni kuyachukulia haya maisha ni kama umejiweka duniani utabakia milele. Kwa sababu ukijikumbusha ya kwamba mimi ni mfu ninayetembea, kuna vitu katika maisha yako, kibri pia kitaisha. Lazima kitaondoka kwa sababu unajua kabisa mimi anytime Mungu atanichukua kabisa. Hata niwe niko na afya yangu, niwe napumua, naweza kuwa nimekaa hivi naongea na wewe Sheikh, lakini kifo kanipata hapo hapo kabisa. Sasa sisi tunajisahau. Mara nyingi tunajisahau sana. Tunaona sisi labda wakati wako haujakufa, unaweza wakufa haujafika, ama unaweza kufikiria wanaokufa sana labda ni wazee. Sisi yani ambao hizi haijalishi mzee wala mtoto kabisa, wanakufa watoto, wanakufa barobaro na wanakufa wazee. Sasa sisi ni tukumbuke kwamba wakati wowote kwamba inawezekana kifo kikatupata wakati wowote sana. Imam Ali anatuambia ajibtu libn Adam, na shangaa sana na mwanadamu. Naam. Kwamba anakuwa na nafasi ya kwamba anaona kana kwamba ataishi kwenye hii dunia milele. Ni ujaribu kuangalia kwamba kesho mimi nitakufa tu. Kwamba anasema awwaluhu nutf wa akhiruhu jifa. Kwamba mwanadamu mwanzo wake ni tone la manii ambao ni chafu tu. Ndiyo.
wakati likipatikana tone la manii, yeyote ataona ni uchafu bila shaka. Ndiyo. Na mwisho wako nini? Ni mzoga. Ndio. Chakula cha nani? Cha wadudu. Sasa wewe kwenye akili yako, kila mmoja sasa hivi aeke kwenye akili yake kwamba mimi wakati wowote nitakufa. Aidha ni leo ama njiani. Ndio maana watu wakitoka majumbani mwao, ukiona mtu anasema adhkari ya bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, kwa sababu hajui yeye atarudi vipi katika nyumba. Ndio. Mtu anasoma ayatul kursi. Naam. Anataka ile kinga ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yanayotokea njiani, waweza pita gari kakugonga kabisa, waweza fanya hivi kitu kikatokea. Naam. Sasa hakuna anayejua kesho yake itakuwa vipi, ama saa yako next inayofuata itakuwa hali gani kabisa. Kwa hivyo ni muhimu sana ibaki kwenye akili zetu kwamba kifo kinaweza kikatupata wakati wowote. Naam. Dhikri nyingine ambayo imependekezwa ni Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hii ni katika mojawapo ya dhikri ambazo zimependekezwa na Mwenyezi Mungu. Ndio. Akisema yeye mwenyewe katika suratul Ahzab aya ya 56, akisema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake. Hapa anakusudia ni Mungu na nani? Malaika wake. Hawa wanamswalia mtume. Ndio. Mungu na nani? Na malaika. Ya ayyuhalladhina amanu. Baada ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa malaika, ikaletwa kwa ya ayyuhalladhina. Nyinyi mlioamini sasa. Na nyinyi mswalieni. Kwa hivyo hii ni amri ambayo inatoka kwa nani? Na kwa Mwenyezi Mungu. Na si kwa aliamrisha tu Mwenyezi Mungu fanyeni. Katika ibada zingine, katika adhkari zingine, Mwenyezi Mungu huwa anatuamrisha tu swalini ni nyinyi. Yeye aswali inawezekana. Ama yeye anaswali. Bila shaka. Hahitaji wala. Ndio. Swalini, toeni zaka, fanyeni hivi. Lakini katika ibada hii ya kumswalia mtume, Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe anasema mimi mwanzo naanza kufanya mimi. Ndio na nyinyi mfanye nini? Fanya. Kwa hivyo ni dhikri ambayo imependekezwa na ina faida kubwa. Mtu ambaye atakithirisha sana kumswalia mtume mara kwa mara, kuna faida nyingi sana. Ndio maana tunapoambiwa unapotaka kumuomba Mwenyezi Mungu akutimizie haja zako, anza kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kisha mswalie mtume, alafu omba dua zako, alafu malizia na kumswalia mtume. Kabisa. Naam, kwa hivyo dua zetu hata si katika madhhab ya Ahlul Bait peke yake, hata kwa Ahlus Sunna wal Jamaa. Ndio. Dua bila kumswalia mtume hiyo haiendi. Na kweli, ni kweli. Na hata swala bila kumswalia mtume haiendi popote. Maana hata katika hadithi zao zinasema kabisa wakiuliza mtume anafaa kuswaliwa vipi, na mtume akawaelezea. Hivi ndio mnafaa kumswalia. Na katika swala hii wanaita tashahud ama tahiyati ya mwisho, ndio lazima wamswalie na Ali Muhammad. Hapo tu wanakubali hapo kwamba lazima mswalie Ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Na hapa ndio inatupa dalili ya kwamba hiyo swala yako ikubaliwe. Ndio. Kwa hivyo kama hakuna Muhammadin wa ali Muhammad kwenye swala yako, hii haiyakubaliwa. Kwa hivyo al-Imam Jaafar as-Sadiq anasema as-salatu ala Muhammadin wa ali Muhammad ta'dilu inda Allah tasbiha wa tahlil wa takbir. Anasema kumswalia Muhammad na ali Muhammad kuna daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Kwa hivyo wewe ukikithiri kumswalia, ni dhikri mmoja wapo ya dhikri. Watu wasizoee tu subhanallah na Allahu akbar, wazoee pia kumswalia mtume. Na nyingine ni la haula wala quwwata illa billah, kwamba hakuna uwezo wala nguvu isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake. La haula wala quwwata. Utakuta anakuambia unapopatwa na matatizo, jitahidi sana kusema hivyo, kwa sababu katika matatizo moja wapo Mwenyezi Mungu amekupa ni mtihani huo. Kabisa. Sasa ni kwa uwezo wake na sio kwa uwezo wako. Wala si kwa nguvu. Kabisa. Kwa hivyo sisi hatuna hila wala nguvu mbele ya Mwenyezi Mungu isipokuwa
Mwenyezi Mungu ndio ana nguvu na hii ni tuizidishe, na inatuonyesha udhalili wetu kwamba hatuna nguvu sisi. Kweli sisi ni dhaifu. Zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah, shukran sana Sheikh. Hakika mimi nimefaidika sana na mada hii ili kuelewa maana za adhkar, maana zaidi ni jinsi gani inapaswa kufanya adhkar zangu, na naamini Allah atatuongoza, atupe hidayah, atujalie tuwe miongoni mwa waja wema ambao tutaipata pepo na tutakutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Mwadama ndani ya studio zetu, alhamdulillah nimefarijika zaidi na kuelewa zaidi kuhusiana hasa na swala zima la adhkar tofauti tofauti. Adhkar ni nyingi, miongoni mmoja wapo ni Ayatul Kursi, pia ni adhkar kubwa sana ambayo itakulinda wewe kutokana pia na majini, itakulinda wewe kutokana na vitu vingi sana. Na inshallah mpenzi mtazamaji, naamini utakuwa umepata faida, umefaidika na mengi, fahamu zaidi ili adhkar hizi zikulete zaidi karibu na Mwenyezi Mungu. Utajo wako wewe kumtaja Mwenyezi Mungu ni salama yako ili kufika kwa Mwenyezi Mungu upate akhira yake. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapa sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.